Ngoja nikuulize swali. Umewahi kuvuna pamba? Nani nimehusika nayo zaidi? Ngoja jibu swali langu basi. Na kwetu tulikuwa tunailima kabisa. Unajua wewe Hassan umewahi? Mimi sijawahi. Hakuna zao kiwaki kwenye kuvuna kama pamba. Pamba. Kuvuna mnadamka kama saizi. Ikifika saa 6 mnarudi mlipoanzia. Ngoja kwanza kivipi? Unajua mimi nimelima pamba. Ndio nimekuuliza sasa. Nimelima pamba ndio nataka sasa uniambie kivipi. Wewe umevuna? Umevuna? Unaweza ukakweli umelima lakini wewe ulikuwa unakaa unasimamia watu. Yani hakuna kitu cha ajabu. Mkulima wa mahindi ni nani wewe? Akishakuwa mkulima wa mahindi tayari ni mkulima, yani kitendo cha mkulima wewe wanakuinclude pia na kuvuna. Tajiri unakumbuka? Ndio maana anaitwa mkulima. Basi palikuwa na mkulima na mvunaji. Dalali. Unakumbuka wiki hii nikwambia nilisoma shule moja inaitwa Nangwa. Na Olevo yani Nangwa nimekutana na hii issue hiyo ya pamba. Na Olevo nimekutana pia na issue hiyo. Yep. Yani pamba ukipewa ule mstari mmoja, si mnaanza kuvuna asubuhi, zimeshapasuka vile. Ikifika mchana jua likiwaka, zile zilizozipita zinakuwa zimebasti. Nyinyi si mlikuwa mabigina. Bwana huyu ajabu hajashirika na pamba. Amna kweli Castro, mimi wakati niko mdogo. Hiyo hata hiyo issue mamangu alikuwa daktari. Kiwanda cha Motex, ambao ndio kiwanda kikubwa kabisa kinachochukua mzigo wa pamba. Na pia kwetu ni Misungwi. Misungwi ilikuwa ni moja kati ya wilaya ambayo inasifika kwa kilimo cha pamba. Na nilipokuwa mdogo nilikuwa naona na ninaenda shambani. Kumbe huyu alikuwa anaona. Sasa ndio tatizo nilikuwa naona na ninaenda shambani. Kufanya nini shambani? Kufanya nini shambani? Usiyokuwa unapeleka chakula. Nisikilize, nilikuwa naenda kujifunza. Unajua huyu kubariki kitu kwenye mpira alikuwa anabeba viatu. Mpira alikuwa anabeba viatu. Niwaambie kitu. Ulikuwa unakwenda kitu kimoja. Ndio maana sisi watu tunakuwa tuna maarifa madogo. Mimi nilikuwa naenda kule nijifunze kitu extra, niwe na ufahamu. Kwa hiyo mimi nilivyoenda kule uniambie chochote kuhusu kulima pamba. Kwa hiyo mimi na knowledge ya hicho kitu kuliko hata nyinyi, kwa sababu sisi hatuna. Wewe kwenye field ulikuwa unafanya nini? Sikuvuna. Nisikilize niwaambie. Yaani kinachotokea ni nini? Mimi nilikuwa naenda kwenye mashamba ya babu yangu. Kilichokuwa kinafanyika nilikuwa naenda comment, na maana nakwambia wewe cha kwenda eti tunarudia tena huo mstari ni uongo, kwa sababu hicho kipo. Kuvuna pamba Usukumani, kuanzia kulima mpaka kuvuna tunajipanga in position. Kwa hiyo kitu ambacho tunakiavoid ni kurudia round Wasukuma. Ndio maana waga tupo tunajipanga bwana, tukienda tumemaliza, hatuwezi tena kurudi huko. Ukasemaje mwanzo? Hajavuna. Saa hizi anasema wanajipanga. Jamani. Sasa wewe unajipanga kufanya nini? Wewe bwana ulikuwa unapeleka chakula bana. Sasa endelea. Mitihani yenu mlikuwa mnafaulu kweli nyinyi? Wewe ulikuwa unapeleka chakula bana. Mimi nimewaambia, nilikuwa naenda shambani kujifunza. Ndio. Sasa mtu kishaambia huyu mtu alikwenda kujifunza, alikuwa anatazama nini? Ila hujavuna. Nilikuwa sikuvuna. Sasa mimi nimevuna. Sasa umevuna, ndio mimi nakwambia wewe ulikuwa unafanya njia ambayo sio sahihi ya uvunaji. Sawa. Castro, si umevuna? Mlikuwa mnavunaje? Issue tuambie na nyoka, Castro nyoka. Issue iko hivi. Pamba mnaanza kuvuna ile asubuhi. Jua halijawaka. Inategemea na urefu wa shamba ulivyo. Sisi tulikuwa tunafika katikati. Ikifika mchana za nyuma zishapasuka tena. Mapamba ya hatua 10 haya. Mashamba ya hatua 10. Castro, wewe shamba kuna deki hapa na Mwenge. Castro, utarudi. Wewe umevuna sehemu gani hizo pamba? Nangwa.